Madhumuni ya mkutano huu au mazungumzo haya ya Jaji Mkuu na waandishi wa habari pamoja na wahariri ni kuwajuza rasmi uwepo wa mkutano wa mwaka wa majaji wakuu wa nchi za kusini na mashariki ya Afrika, yani Southern and Eastern Africa Chief Justice Forum, ambayo Mahakama ya Zanzibar imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano huo. Tunatarajia mkutano huo kufanyika tarehe 5 Oktoba mpaka tarehe 9 Oktoba 2026 katika hoteli ya Verde iliyopo Mtoni, Zanzibar. Zanzibar itanufaika sana. Zanzibar kama Zanzibar itanufaika sana na mkutano huu. Kimahakama tutanufaika. Eneo ambalo mahakama ya Zanzibar hatuko vizuri sana ni eneo la usuluhishi wa migogoro, ADR, Alternative Dispute Resolution, na hiyo ni miongoni mwa mada ambazo zitazungumzwa. Unajua sasa hivi nchi yetu inakuwa kiuchumi, na niseme mahakama iliyo bora inayosikiliza mashauri yake kwa haraka ni kiongozi katika ukuaji wa uchumi, au ni injinia katika ukuaji wa uchumi. Sasa hivi tumekuwa tukipokea mashauri ya kiuwekezaji, na kwa kutumia njia zetu hizi za usikilizaji wa mashauri, yani kwa huu mfumo wa common law system, yani unafungua madai, majibu ya madai, mashahidi wanakuja, pingamizi za awali, tunachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo mtaji mkubwa ambao ulitegemewa uzunguke katika uchumi unakuwa unakwama katika mahakama zetu. Sasa IDR ni njia mbadala ya ututuzi wa migogoro. Hii ni mada ambayo itazungumzwa. Kwa hiyo wale wawekezaji genuine investors hawataki mashauri yakae mahakamani kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni mada ambayo itazungumzwa pale ADR. Manake kwa kutumia njia hizi za ADR, basi mashauri, majaji, wanasheria, mahakimu wataweza kufahamu kiundani ni jinsi gani wanaweza kutumia njia hii ya ADR kwa kuweza kumaliza migogoro ya kiuwekezaji na hata migogoro ya mbalimbali ambayo nchini tunayo katika njia ya haraka. Kwa hiyo kuondosha ile backlog ya mashauri mahakamani. Migogoro ikimalizwa haraka kwa njia hii mbadala, manake uchumi, ile investment zitakuwa kwa haraka, fedha itaingia katika mzunguko kwa haraka, na uchumi wa mtu mmoja, wa taifa na mtu mmoja mmoja utakuwa kwa haraka. Kwa hiyo ni sehemu moja, na sisi mahakama, niseme katika hili sasa hivi tumo katika kubadilisha sheria yetu ya mwenendo wa madai Zanzibar sura ya 8, kwa sababu ni sheria kongwe ambayo ilikuwa hairuhusu hii ADR. Kwa hiyo mkutano huu umekuja katika wakati muafaka au muda muafaka wa kuja na topic hii ya Alternative Dispute Resolution, ambayo kama nilivyosema itasaidia kwa njia moja kupunguza mashauri mahakamani. Mashauri haya yatasikilizwa kwa hii njia mbadala, na uchumi utapata mitaji itakwamuka na uchumi utapata kukwamuka kwa haraka. Lakini eneo jingine ambalo mahakama tumelianza sasa na ambayo ni topic katika mkutano huu ni usimamizi wa mashauri kwa njia ya kielektroniki. Sisi ni wanagenzi katika eneo hili, ndio kwanza tumeanza. Nyote mnajua kwamba tarehe 1 Julai tumeanza kupokea mashauri kwa njia ya elektroniki katika mahakama zetu, Mahakama Kuu Masjala Kuu ya Tunguu na mahakama za mkoa wa Mjini Magharibi, na tarehe 1 Agosti tumeingia katika
mikoa yetu miwili ya Kusini Unguja na Kaskazini Unguja, ambayo tayari tumeanza kupokea mashauri kwa njia ya kielektroniki, na tunategemea tarehe mosi Septemba tuingie katika usimamizi wa mashauri kwa njia ya elektroniki katika Mahakama Kuu masjala ndogo pale Chake Chake Pemba na masjala ya mkoa wa Kusini Pemba na mkoa wa Kaskazini Pemba. Kwa hiyo niseme mkutano huu umekuja wakati muafaka. Sasa hivi duniani kote au katika ukanda wetu huu mashauri yanasikilizwa na au yanasimamiwa kwa njia ya kielektroniki. Kwa hiyo kuja kwa mkutano huu tutapata nafasi ya kujifunza kwa wenzetu jinsi gani wanasimamia mashauri kwa njia ya kielektroniki na vile vile jinsi gani wanazingatia hii ni wanaita akili unde, akili bandia. Nadhani wakati muafaka na sisi Mahakama ya Zanzibar tuhakikisha kwamba hatuwajwi nyuma. Kwa hiyo tutanufaika kwa asilimia kubwa sana, maanake majaji wote wa Mahakama Kuu watakuwepo, mahakimu wa mahakama zetu watakuwepo, lakini wafanyakazi wetu wa mahakama vile vile ni miongoni mwa washiriki wa mkutano. Kwa hiyo tutaelimika sote kwa jumla.